Mwaka mpya tena. Na kwako pia. Asante. Niwaalike kwa tafakari fupi tunapoushangilia huu mwaka mpya. Wazi tulio wengi tunakuwa na wazo zaidi la mwaka mpya, sherehe ya mwaka mpya. Hii kanisa lina mambo matatu katika kusanyiko hili la leo. Jambo la kwanza, kanisa linatualika kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu kwa huo mwaka ambao tumeumaliza. Maana yake ni misa ambayo kimsingi inaaga mwaka 2025 na unaokaribisha mwaka 2026. Kwa mazingira hayo ni mwaliko mkubwa katika tunapoagana hapo, lazima tuwe na neno fulani la kusema kwa Mungu. Tunamshukuru. Jambo la kwanza, tunamshukuru Mungu kwa yale aliyotutendea katika mwaka uliopita. Na usiwe walio wengi wanajaa ndani ya mioyo yao ni kama kuulaumu mwaka uliopita. Kristo, tulio wengi tuna mtazamo wa kulaumu mwaka uliopita, kuwekea dosari nyingi na kufikiri mwaka huu sasa tunaachana na mwaka jana, na hivi ni kukosa shukrani kwa Mungu kwa yale aliyotujalia mwaka uliopita. Tumeingia mwaka huu kwa sababu ya Mungu alivyokuwa na upendo kwetu, aliyotujalia katika mwaka huo uliopita 2025. Ndio maana saa hizi tuko hapa, tuna neno la kumshukuru Kristo. Neno la kumshukuru. Tunashukuru katika mambo yapi? Tunashukuru katika mambo yale Mungu alitutendea kimwili. Yakumbuke aliyokutendea Mungu kimwili. Una afya nzuri, sio jamani? Ndio. Shughuli zako zilienda. Wapo wengine saizi wako kitandani. Wapo wengine wanahangaika, chakula hawana. Wengine wanadai hawana kazi, na kadhalika na kadhalika. Mambo hitaji yetu ya mwili yale yametufanya sisi tuwe hivi tulivyo. Mungu alitujalia. Asiwepo mtu wa kwangu kumlaumu Mungu kwamba mimi sikujaliwa hiki, sikupewa kile, ningetaka hiki. Sisi wote hapa Mungu kimwili ametutegemeza sana. Kristo, tumetegemezwa sana na Mungu katika mambo ya mwili. Hayo yakumbuke na jipe nafasi ya kumshukuru. Sawa jamani? Yakumbuke. Usiyasahau. Usiyasahau. Bwana amesema usiweke mbele yako lawama nyingi kwa mwaka uliopita. Weka mbele yako shukrani nyingi kwa mwaka uliopita. Kwa kimwili Mungu ametujalia mambo mengi. Sisi tunafahamu, shughuli zenu zifahamu zimeenda vizuri. Haya mengine dosari ndogo ndogo, ni ndogo ndogo ndio maana umefika leo. Zingekuwa kubwa usingefika. Kristo. Pia tunamshukuru Mungu katika kiroho. Mwaka uliopita alitupa fursa nzuri kabisa. Hebu niambie kama una kumbukumbu nzuri. Ni katika siku zipi ambazo Mungu alifunga neema zake kwako kwa mwaka uliopita? Ni siku ngapi alifunga neema? Fursa za kusali misa hazikuwepo. Fursa za kupokea masakramenti hazikuwepo. Fursa wewe mwenyewe kutulia na kumshukuru Mungu, kusali kwenye familia hazikuwepo. Nazikumbuka. Mwaka uliopita ulikataliwa maungamo. Yupo. Mwaka uliopita ulikataliwa usiingie kanisani, ulifungiwa. Yupo. Ulitaka kufunga ndoa mwaka uliopita walikukatalia. Nani? Mungu alituachia neema na mazingira mazuri sana kiroho, tuliyapata mema mengi. Labda sisi tu hatukuamua. Lakini neema za Mungu, fursa za Mungu kwa mambo ya kiroho ilikuwa wazi. Ilikuwa wazi. Na kama hakukuwa na misa siku fulani mliambiwa, jamani kesho misa haitakuwepo. Sababu gani? Mwadhimishaji mkuu hata kuwepo. Lakini kama hayupo nsenya, wawa yupo. Zote ni fursa hizo, jamani.
kiroho. Lazima kumshukuru Mungu, hakutunyima, hakutufungia baraka zake na neema zake, tulizipata. Kwa hiyo ni shukurani kwa Mungu tunapokusanyika hivi kumshukuru sana Mungu kwa yale alitujalia kimwili na kiroho kwa mwaka uliopita. Tuseme Mungu asante. Turudie tena tuseme Mungu asante. Mungu asante. Na akisikia maneno yetu Mungu asante anafurahi. Na baadaye kuna jambo analolifanya kwetu sisi kwa sababu tumemwambia Mungu asante. Tumwambia Mungu asante. Tukinuna usoni tunasononeka au mwaka jana, Mungu anakasirika. Kwa sababu hakuna alichokunyima. Hakuna alichokunyima. Kama alikutoa mguu mmoja kuna sababu. Ipo sababu, mapenzi yake yamekamilika. Kama Mungu alisababisha jambo fulani kawaida mwaka jana, ana sababu. Ana sababu. Kristo. Jambo la pili, kanisa natualika kwenye kusanyiko hili. Na hii misa tunayoadhimisha ni misa ya Mama Bikira Maria, mama wa Mungu. Kanisa natualika kumweka Mama Bikira Maria huyu anayezungumzwa katika masomo yetu, hasa somo hilo la kwanza. Tunamsikia mama huyu akiweka moyoni mwake mambo yote kwa tafakari. Kama sehemu ya tafakari ile ni kwa ajili yetu. Na huyu mama ndiye ambaye tunamtazama tunapoanza mwaka huu mwingine. Tumtazame huyu mama kama mama yetu, kimbilio letu, mwombezi wetu. Tunajikabidhi kwake. Tunasali misa hii sio swala kwamba misa ya mwaka mpya, ni misa ya kujikabidhi kwa Mama Bikira Maria kwa maombezi yake. Kristo, tunajikabidhi kwake. Kila mwenye tatizo, mwenye changamoto ya maisha, tazameni katika mfumo wa familia za kikawaida zinazokuwa za kikawaida, zile sio hizo ambazo zina mchanganyiko wa mambo mengi. Familia ya kawaida, watoto wanapokuwa na changamoto yoyote ile ndani ya familia, wanakimbilia kwa nani? Kwa majirani? Kwa baba? Kwa mama. Wale wako mama kama watoto wanakukimbia. Kama mama wanakuogopa, unapoteza heshima na hadhi yako. Mama ni kimbilio la watoto. Sio jamani? Hakisha watoto wanakukimbilia wewe. Hawezi kumfikia baba bila kupitia kwako. Kama mtu anakalisha njia anaenda kwa baba, hajakuona mama, hajakueleza chochote, au baba anakukoromea, vipi huyu mwana anasema hivyo hivi? Mimi sijui, ni kasoro. Kwa nini hujui? Kwa leo kanisa linatualika tunapofanya maadhimisho haya, ndugu zangu, ni wakati wa kujikabidhi kwa Mama Bikira Maria. Tujue kabisa katika ulinzi wake. Tumkimbilie katika shida zetu. Tumwelekee yeye. Na yeye ndiye anayetusaidia namna ya kumpenda mtoto Yesu, namna ya kumpenda Mungu. Anatufundisha hata kuyaweka mambo yetu mbalimbali moyoni na kuyatafakari. Na tunamkimbilia mama katika shida zetu zote za kiroho na za kimwili. Kimbilio letu ni yeye katika mambo ya kiroho na kimwili. Wapo wengine anapofikiria habari za kupata utajiri, anamwacha Bikira Maria pembeni. Anakimbilia kwenye njia mbadala. Kristo, kwenye njia. Je, wamekwambia kwamba hii njia halali halisi ina kasoro au imeshindwa? Unapoenda hospitali matibabu siku hizi imetokea, wanasema jaribu njia mbadala. Kristo, jaribu njia. Maana yake hospitali umeshindwa. Maana yake uganga umeshindwa. Hiyo njia mbadala ni ipi? Tazama hiyo kwa haraka. Wagonjwa wengi wanaoshindikana wanakimbilia India kwa gharama kubwa. Lakini kuna madawa mengi yanatoka India yanatujia huku. Sio jamani? Huku kwetu tungesema haya ni matibabu mbadala.
Lakini bwana, wenzetu wameendelea, wanatumia hizo njia zote, zimeunganika katika nia moja, sio mbadala. Yale ni matibabu tu, inategemea ni dawa gani, lakini matibabu yale yale sio mbadala. Hakuna dawa mbadala. Dawa ni dawa tu. Haijalishi nani ametengeneza. Kwani aspirin inatengeneza ni kampuni moja tu. Panadol, mara paracetamol, mara Panadol. Tofauti nini? Kampuni. Makampuni tofauti. Si dawa tu ile. Sasa kwa nini moja iwe mbadala? Kwani aspirin, paracetamol ni mbadala wa Panadol? Kristo. Mungu hajawahi shindwa. Anatupa njia mbalimbali namna ya changamoto zetu zile zinazokuwepo katika maisha tuzikabili vipi. Mungu hajawahi shindwa. Kwa nenda kwa Mama Bikira Maria hata kama una changamoto ya kimwili, una changamoto ya kiroho. Mkimbilie mama huyu. Kwani kula harusi ya Kana ilikuwaje? Kumbukeni harusi ya Kana, shida ilikuwa nini? Nini? Anasema neno lingine. Huyu ni mkarismatic, hawezi kusema pombe, aisha kukata maana hakuna kusema pombe. Waliishiwa pombe kwenye harusi za letu, waliishiwa pombe. Lakini alimusikaje Mama Bikira Maria kukuishiwa pombe? Kwa nini hakwenda kwa mtu mbadala? Na ndiye aligundua baba hawana pombe hawa. Pombe imeisha hawa, hawatachangamka. Kristo. Wata divai pombe vile mama. Hiyo hapo na asilimia 14 ya pombe. Asilimia 14. Tuko kwenye glasi unywe kidogo labda. Ujaribu kufanya. Mungu hajaishindwa. Mwaliko wa leo tunapoanza mwaka, hebu tujikabidhi kwa Mama Bikira Maria katika sala na katika kutekeleza mapenzi ya Mungu. Bikira Maria ndiye anatufundisha namna ya kusali. Bikira Maria ndiye anatufundisha namna ya kuyabeba yale ya changamoto zetu za maisha. Si unaishia ukata tamaa. Angalia mapito yake, mambo mbalimbali ameyaweka nini? Moyoni akiyatafakari, sehemu ya sala. Unaweka moyoni kama nini? Kama mzigo. Si unaweka mambo yetu moyoni kama nini? Mzigo. Una mzigo wa mume wako, una mzigo wa mke wako, una mzigo wa watoto, una mzigo wa maskini, una mzigo wa afya. Ni mizigo, huwezi kupona. Una mzigo, watu wanasema hivi, majirani na marafiki, una mzigo. Kwa kipanga kwako ni mzigo. Ukigonga kengele kwenda kwenye kipanga huendi, kwako ni mzigo. Una mzigo wa kanisani kwenda kusali, una shida, ni changamoto, ni mzigo. Hii mizigo unaiweza? Na ndio maana wengi tunapoteza afya zetu za kiroho na kimwili kwa sababu ya mizigo. Hatujaweka ile changamoto za maisha ndani ya mioyo yetu kama sehemu ya tafakari, sehemu ya sala. Kwa mama huyu anatufundisha. Kristo. Tumesikia katika Injili anatufundisha. Aliweka ya moyoni mwake akiyatafakari. Akiyatafakari. Na mwisho leo hii mama kanisa anatualika kwenye kusanyiko letu hili. Iwe ni nafasi ya tatu kuombea amani. Kuombea nini? Amani. Kuombea amani. Duniani kote amani. Kuombea amani. Tunaomba amani kwa sababu gani? Kwa nini tuombea amani? Kristo. Kwa nini tuombea amani? Tunaombea amani ili kusudi yale mapenzi ya Mungu yote yatimie vizuri. Mungu aliyetupenda akatuumba kwa mfano wake, tunataka tuwe na amani ili kusudi tumjue, tumpende, tumtumikie na twende kwake kwa amani vile vile. Kwa utulivu. Kama amani haipo, basi haya yote hayawezi kutekelezeka vizuri. Na amani tunayoomba hapa, tuwe makini. Tunataka amani kati yetu na Mungu, iwepo amani. Kristo, iwepo amani kati yetu na nani? Asiwepo mmoja anayemuogopa Mungu. Na wengine wanamuogopa Mungu. Uongo kweli? Kuna watu wanamuogopa Mungu. Kama unamuogopa Mungu, amani haipo kati yao na Mungu, hakuna muunganiko.
Na ndio kazi ya Yesu kutuleta katika muunganiko na Mungu. Mara ya kwanza Adamu na Hawa itenganishwa na Mungu, amani haikuwepo. Yesu anakuja kuleta muunganiko kati yetu na Mungu. Kuwe na amani. Ni kama kuwe na amani kati ya mimi na jirani yangu, amani iwepo. Kuna mpatanishi katikati hapa. Tuwe na muunganiko mzuri na Mungu, amani ya sisi na Mungu. Na ya pili, amani ya sisi kwa sisi. Kristo, sisi kwa sisi. Uwepo amani kati ya mimi na wewe. Pasiwepo na shida nyingine ya ugomvi na vurugu na haribu utaratibu. Kwa na kati ya mimi na wewe kuna amani. Kuwe na amani. Kuwe na amani. Na mwisho, kuwe na amani moyoni. Moyoni mwako kuwe na amani. Ndio tunachokiomba leo. Kati yetu na Mungu kuwe na amani. Kati yetu sisi kwa sisi tuwe na nini? Na amani. Na moyoni mwako muwe na nini? Amani. Na mara nyingi mapadri tunapomaliza ibada, tunaendeni na amani. Si kama mnaendaga nayo. Amani iwe kwenu. Si kama unakuwa nayo. Yaani mtu anakuambia amani iwe kwako. Unabaki unasema na iwe mwako. Basi badilisha neno. Amani iwe na mimi sitaki wage nayo mwenyewe. Kama kweli ujumbe huu unaelea vizuri, basi unapoambizana swala la amani, moyoni kuna amani. Humu ndani ya moyo wangu kuna amani, kuna utulivu. Au tunazungumza amani katika nyanja nyingine. Tunasema Tanzania hatuna amani. Moyoni mwako kuna amani? Kama Tanzania imepoteza amani, Tanzania imepoteza amani, sijui jimbo limepoteza amani, maana yake inawezekana mwanzo ni kwako, ndani mwako hakuna amani. Inawezekana pia kwa Mungu umepoteza amani. Ndio maana katika ujumla wetu amani inapotea. Imepotea kwako moyoni mwako haipo. Lakini pia huna muunganiko mzuri na Mungu. Kristo? Amani. Ndio tunazungumza juu ya amani. Amani na Mungu, amani na sisi wenzetu, amani ndani ya mioyo yetu. Lakini tujipe tahadhari. Tunapomaliza huu mwaka, pia tuombe radhi kwa Mwenyezi Mungu kwa yale ambayo tulikuwa mapungufu yetu ya mwaka jana. Sio jamani? Haya mapungufu ya mwaka jana ni maadui wa amani. Mapungufu ya mwaka jana ni maadui wa baraka za Mungu. Tumesikia somo la kwanza, mwaliko wa kupata baraka kutoka kwa Mungu. Ili tupate baraka kutoka kwa Mungu, tuende kwenye mchakato wa hatua moja baada ya nyingine. Tumemshukuru, tunamuomba neema zake, tunaendelea. Na tunaomba toba. Tujutie yale ya mwaka jana. Kama kuna siku 365 zenye fursa ya kusali, isipokuwa siku moja tu hatukuwa na misa. Siku gani? Siku gani hatukuwa na misa? Katika siku 365 za mwaka 2025. Siku moja tu kanisa halikuwa na maadhimisho ya misa. Siku gani? Haya sasa. Ijumaa. Ni siku gani? Ijumaa. Siku gani? Hatukuwa na misa. Isipokuwa tulikutanika kwa ajili ya ibada. Hatukuwa na misa. Ingawa tulikomunika. Sio jamani? Katika siku 365 ndugu yangu, wewe utoe siku moja ya misa hiyo, useme misa katika misa. Tutoa siku moja hiyo 360 na ngapi? Na 4. Umeshiriki misa siku ngapi? Siku ngapi katika siku hizo 364? Wewe misa umehudhuria mara ngapi? Ndio parokia, sio parokia jamani. Na kila siku nakuwa na misa. Mara ngapi? Unafikiri kwamba kukosa kwangu kushiriki misa katika siku hizo, wengine zimezidi hizo za kukosa, wengine zimezidi za kusali? Hebu jitathmini mwenyewe. Mbele ya Mungu, je, umetengeneza mazingira ya amani na mshikamano na Mungu? Kristo. Haya,
Ukiona ni mbali sana kule, wewe nenda kipimo cha juma moja tu. Juma moja siku 7. Katika siku 7 unashiriki misa mara ngapi? Unatoka mbali sana, inashindikana? Au mazingira yako ya kazi ndio yanayokusababisha ukose? Na ulipokuwa na nafasi ulifanikiwa? Kwa hiyo nimesema ni moja tu, lakini yako mambo mengi. Hapo mambo mengi, jitathmini. Jumapili iliyopita nikasoma majina ya watu ambao ushiriki wao katika mwendo wa kutengeneza kanisa. Umekuwa malalamiko mengi, umekuwa tatizo sio huyo aliyesoma. Tatizo sio aliyesoma. Tatizo ni utekelezaji wako. Jamani, na muunganiko wako ulifanya. Ndio tathmini ya mwisho wa mwaka. Ikionekana huna cha kuweza kukumbuka katika mapungufu na kufanya toba kwa Mungu, utaendelea kulalamika tu. Lakini tulia, hebu tafakari mapungufu yangu ya mwaka jana. Haya, nikiomba toba kwa Mungu, ndio nakukaribisha baraka ya mwaka huu. Usipomuungamia Mungu makosa yako, hakubariki. Kristo, Mungu hatakubariki. Muungamia Mungu makosa yako, jikabidhi kwa toba ili Mungu akubariki. Sasa maadui wa amani yetu na Mungu, amani yetu si kwa sisi, amani ya moyoni mwetu, moja wapo ni hicho kutimiza wajibu. Kristo, kutimiza nini? Wajibu. Kutimiza wajibu. Amani yetu itakuwa salama kama namba 2. Kama kila mmoja wetu hatakuwa na tamaa sana ya mali. Tunavurugana sana sababu ya tamaa za nini? Za mali. Hii mifano mnayo mingi, tamaa ya mali. Inatusumbua, inatutesa. Na amani yetu inapotea. Tamaa nini? Ya mali. Wewe uliza, hata kama unatafuta mali, jambo jema, kwa mtindo upi? Njia ipi unaitumia kuipata mali? Yule baba, mnakumbuka baba yule aliyeliliwa na watoto wake, tunataka mali. Watoto wangu wakaja wakinitaka hali. Nani anaweza kuimba wimbo? Karudi baba mmoja toka safari ya mbali. Wewe wanafunzi wa zamani wanakumbuka? Wanakumbuka? Watoto wake wakaja wakimtaka, akawaambiaje? Mali iko wapi? Shambani. Mali iko shambani. Hakusema ingia kwenye sanduku lile kafungue. Sanduku anawaambia ndio mali ipo, ni shamba. Hasijua wengi kwa sababu ya uvivu wetu na tamaa ipo ya mali, lakini tuko wavivu, hatutaki kazi, tunaona hili ni fumbo, tunataka njia mbadala. Kristo, njia mbadala. Kama ni njia mbadala, ndugu yangu, sijui kama uko salama. Inatuingiza pabaya. Tunafarakana kwa sababu hiyo mali. Sisi ni mashahidi wabaya, tunafarakana sababu ya mali. Siku ya familia takatifu tuliambizana habari ya kila mmoja katika familia, kila mmoja ana hesabu yake na akaunti yake. Na ana benki yake kila mmoja. Baba na mama kila mmoja, na hakuna anayejua cha mwenzake. Ukivaa koti lako ndio hela zako zote kwenye koti. Ukiacha nyumbani humwamini mwenzako. Kristo, wewe tembea nao tu, watakunasa wengine wale wenye mapendo ya kweli, watakunasa. Ukiacha koti tu basi. Siku ya kwanza atakagua, atazikuta, ataziacha. Siku ya pili atakagua, atazikuta, baada na kuomba. Akisha kuomba kampa, basi unaona kama ni mwaminifu. Siku ya siku anakumaliza. Akina baba wenzangu, ili mnalielewa vizuri. Kristo. Adui mwingine wa amani yetu. Kwenye kipengele cha amani yetu tumpe vizuri. Adui mwingine wa amani yetu baada ya tamaa ya mali, uroho wa madaraka. Uroho wa nini? Sasa hizi nimefanya uchaguzi wa viongozi mbalimbali, sio jamani? Hapo unaweza kukuta kuna watu wengine sasa, "Namchagua fulani. Mwenye chagua mimi, unataka sababu gani?"
Msimchague kwa mchungaji fulani. Kwa sababu gani? Unapoingia kwenye uongozi ule wa kanisa, uongozi wa kanisa ambao hauna malipo, hauna mshahara, unatafuta nini? Kwani ung'ang'ane sana lazima kuchague wewe? Ningekuwa mimi pale, pakekuwa hivi na hivi na hivi. Kwani ukiwa nje ya pale haiwezi kufanyika? Kristo. Ni roho wa madaraka. Hapa ungekuwa wewe kiongozi mwenye kanisa, ngao mwenyekiti, kanisa tungemaliza kuwezeka. Kwani kuwezeka anawezekaka mwenyekiti? Ni nani? Sasa hiyo ndio shida, roho wa madaraka. Ni adui wa amani. Tunavurugana hivi kwa sababu hilo tunavurugana. Mambo hayataenda. Kama mmechagua viongozi wenye roho wa madaraka, mjue mmefeli. Tunaanza hapo, mjue mmefeli. Kristo. Simemaliza uongozi. Nilikuwa nasubiri mmalize, tunabaki ngazi moja tu bado hapa. Ya viongozi wa parokia. Mmalize huko kote huko, kwa sababu kule ndiko unapotengeneza ili la parokia na kijimbo na kitaifa. Kama kuna mtu umemweka na roho wa madaraka, huyo mmekwenda mabaya. Tena mkate rufaa ya kurudia upya uchaguzi. Kristo. Nani niwaambia, anasema ngoja mimi nikenda kwa itapambana. Ndio wapambania. Nini kuna nini? Unajua upambana na nani? Mwachagua mtindo huo. Shauri yenu. Kitakachowarudi ni ninyi. Hapo ni mwendo ule ule wa rushwa zile za ajabu. Mwishoni tunafeli kwenye maendeleo. Tunafeli. Tunabaki naangazia na magomvi. Kinachopaswa kufanya cha maana cha maendeleo hakipo, ila nini? Suluhisha nini? Magomvi. Wa roho wa madaraka ni maadui wa amani. Kristo. Wapo wengine watalishi wa amani yetu ni anasa. Anasa. Ni nini? Anasa. Anasa. Uende kwenda kwenye kidogo tu. Mdiribu wa kwaya yetu mtakatifu nani? Mdiribu wa kwaya yetu. Namna yako unaposema mbele na kuwaongoza wenzako, ndani ya fikra zako ni nini? Unataka hawa kutazameje? Yaani una faida gani wewe moyoni wewe kwa kuongoza wenzako katika uimbaji? Wanapiga kinanda. Namna yake kupiga kinanda, anataka kusemaje juu ya hawa wanaowapigia kinanda? Walio wengi kwa ajili ya manufaa yao binafsi. Walio wengi ni binafsi. Na ndio maana mtavurugana hapa, si madaraka tu, mtavurugana kwamba asipige fulani nipige mimi. Ndio maana mnavurugana, kwaya zinakuwa kwaya nyingi sana kwa sababu gani? Nyingine havielewi kwa sababu gani? Ni anasa tu ya mtu. Anasa zetu tu, si kwa ajili ya kumwambia Mungu, hapana. Kwa manufaa yetu. Watu watumia anasa ni kwenda kwenye madisco, kwenye starehe virabuni. Sio hapo tu. Zamani tulikuwa na watu wengine unavaa suruali yako vizuri, umechomekea na shati na leso unaikunja kwenye mfuko afu unatokeza kwa nje. Anasemaje huyu jamaa? Hii mnakumbuka hii? Anataka kusemaje huyu? Kristo. Ile leso amenyosha vizuri lakini haiweka mfukoni, lakini imetokeza nje, imetokeza kidogo, imekunjwa. Nini maana yake? Wanaokumbuka walioishi enzi hizo. Anasa. Muonekano wako umekuwa sehemu ya anasa. Hata mambo mengi unatafuta mali, wakati mwingine tunatafuta mali sana lakini kwa ajili ya anasa. Sio maendeleo. Anasa tu. Uongo kweli? Kweli. Ni kwa ajili ya anasa. Na anasa yenyewe ni kufurahisha mwili. Wale wanyamwanga wanasemaje? Wanyamwanga akipata hela anasemaje?
Nikupe chani mwili. Kwa hiyo hela zake kwa ajili ya nasa mwili, nikupe nini? Na wanaenda mbali zaidi, nikupe nyama ule, nikuongezee pombe. Wangoni wanaimba wimbo wa Wangoni, unasemaje wimbo wa Wangoni? Kuna Mngoni hapa? Walienda mbali zaidi, walisema sisi, je, unataka nikupe mke wa mtendaji? Wangoni. Ili mwili ufurahi. Wangoni hapa. Wanyamwanga, nikupe chani mwili, nikupe pombe, nikupe nyama, nikupe nani? Wanaendelea zaidi. Yote ni viashiria vya mtu, maisha yake ni kwa ajili ya nini? Anasa. Na kama ni anasa kwa ajili yako, maana unahatarisha amani ya wenzako, sababu wewe uko binafsi mno. Kristo, binafsi mno. Wewe sio ukaa kwa Wanyamwanga, tunafahamu zaidi, wakiwa na hela tunafahamu unakuwa mnyonge. Hata pande ya kutuka anasema una nini wewe? Nategemea za askofu. Una hela gani wewe mpaka tukutolee sadaka ndio upate hela yani? Unaona? Na tu nyamaza. Akiishiwa sasa ndio tatizo lingine. Kristo. Tunasema habari za maadui wa amani. Tunapoomba amani, tujue kwamba ni amani kati yetu na Mungu, amani kati yetu sisi, amani ya moyoni mwetu. Lakini tuwakumbuke maadui. Tujihadhari kwa maadui wao wa amani. Kinga ni bora kuliko tiba. Tuanze mapema. Tuanze mwaka vizuri. Ukijenga mambo, msingi wetu wa mwaka uwe mzuri na imara. Na tumwombe sana Mungu atusindikize katika hilo. Heri ya mwaka mpya.